Wafahamu trader 10 waliofanikiwa zaidi duniani. Ina maana hawa trader ni trader ambao wameweza kuvunja rekodi fulani na kuweza kutengeneza kiwango kikubwa sana cha dola pale walipokuwa wakitrade. Kuna wengine waliweza kuvunja rekodi, ina maana ndani ya siku moja waliweza kutengeneza kiwango kikubwa sana cha dola, na wengine mpaka wametengeneza mifumo ya kuweza kutrade. Ngoja tuangalie hao trader ili tuweze kupata motivation. Wa kwanza ni George Soros. Huyu George Soros ana historia ya kuweza kuifilisi benki ya England. Huyu bwana aliweza kutengeneza dola bilioni 1 kwa siku moja mnamo mwaka 1992 kwa kuweza kuiuza paundi ya Kiingereza. Aliweza kuuza bwana paundi ya Kiingereza na kuweza kutengeneza dola bilioni 1 kwa siku moja. Sijajua mtaji wake ulikuwa ni kiwango gani, lakini aliweza kutengeneza dola bilioni 1 kwa kuweza kuiuza paundi ya Uingereza mpaka kapelekea benki ya Uingereza kuweza kufilisika. Pia kuna Stanley Druckenmiller. Huyu bwana ni mgunduzi. Huyu jamaa alikuwa anasimamia mfuko mfuko wa hifadhi. Aliweza kutengeneza kiwango kizuri cha pesa, au pia aliweza kutrade kwa muda wa miongo kadhaa pasipo kuweza kupata hasara. Na maana bwana aliweza kutrade maybe kwa muda labda miaka 40 au 30 pasipo kuweza kupata loss. Kwa hiyo ni trader ambaye ana historia yake ya kutrade kwa miongo kadhaa kiwango kikubwa na kutokupata hasara. Namba 3 ni Paul Tudor Jones. Huyu jamaa ana historia yake ya kuweza kutengeneza faida ya 200% ya trading ambazo alikuwa anazifanya kwa ajili ya wengine. Maana alikuwa ana trade kwa ajili ya wengine, aliweza kutengeneza faida ya 200%. Maana hii ilikuwa ni kwa mwaka hii, na ilikuwa ni mwaka 1987. Huyu bwana Paul Tudor Jones ana historia ya kuweza kutengeneza hicho kiwango ndani ya mwaka 1987, itengeneza 200% ya uwekezaji wa watu ambao walikuwa wanawekeza kwake. Alafu pia namba 4 ni Bill Lipschutz. Huyu bwana alikuwa anafahamika kwa jina la Sultan of Currency. Aliweza kubadilisha fedha ambayo aliilisi, ambayo ni dola 12,000 kwenda kwenye mamilioni ya dola. Na maana alibadilisha dola 12,000 kwenda kwenye mamilioni ya dola mnamo mwaka 1980. Ina maana mnamo mwaka 1980 huyu bwana Bill Lipschutz aliweza kubadilisha dola 12,000 kwenda kwenye mamilioni ya dola mnamo mwaka 1980. Huyu ni Bill Lipschutz. Alivunja hii rekodi ya kuweza kutengeneza hicho kiwango kizuri cha pesa. Sio kazi ndogo kubadilisha dola 12,000 kwenda kwenye mamilioni ya dola. Alafu trader namba 5 ni Bruce Conver. Huyu bwana ni mgunduzi wa Caxton Accessory. Aliweza kutengeneza faida ya 55% kwa muda wa miaka 10 ya mwanzo. Pia katika trading yake alikuwa na base katika analysis ya Global Economic Indicator. Kwa aliweza kutrade na kutengeneza 55.6 kwa muda ile miaka 10 ya mwanzo. Huyu bwana Bruce Conver. Na system ambayo alikuwa na base ni
analysis ya global economic indicator, na maana hao trader hawa ukifuatilia wamekuwa mbele zaidi katika fundamental analysis. Kwa namba 5 ni Bruce Combe. Alafu namba 6 ni Andrew Krieger. Huyu Andrew Krieger naye ana historia kama bwana George Soros. Aliweza kuifilisi kampuni ya Kiwi mnamo mwaka 1987. Aliweza kuuza New Zealand dollar. Huyu bwana aliweza kuuza New Zealand dollar. Aliuza dola ya New Zealand na akapelekea kuweza kupata faida ambayo ilikuwa ni kubwa sana mnamo mwaka 1987. Kwa hiyo ukiangalia hawa trader wengi ambao wamevunja record katika history walijikita zaidi katika fundamental analysis ili kuweza kupata picha nzima ya soko linaendaje, mambo ya kiuchumi yamekaaje. Kwa hiyo sio mbaya na sisi traders tukaweza kuadapt, kujikita zaidi katika fundamental analysis, tukajua structure nzima ya currency ambayo tuna trade ili tuweze kujua tuna sell au tuna buy kwa ujasiri zaidi. Namba 7 ni Joe Lewis. Huyu ni bilionea wa Kiingereza ambaye alitengeneza dola bilioni 1 kwa kuweza kuiuza pound ya Uingereza pamoja na hii pesa ya Mexico, Mexican peso, wakati wa mgogoro wa kifedha mnamo mwaka 1990. Huyu bwana Joe Lewis aliweza kutengeneza dola bilioni 1 kwa kuweza kuuza pound ya Uingereza, Mexican peso. Namba 8 ni Jim Simons. Huyu ni mwana mahesabu huyu, lakini pia alikuwa ni trader ambaye alifanikiwa zaidi katika history. Lakini pia huyu bwana alipata mafanikio makubwa zaidi kupitia mambo ya technology za kuweza kutrade na mifumo ya kuweza kutrade, bwana Jim Simons. Lafu namba 9 ni Michael Marcus. Huyu Michael Marcus ni anafahamika kwa jina la uchawi, anafahamika kwa jina la utani kama ni mchawi wa soko. Aliweza kuweza kubadilisha dola 30,000 kwenda kwenye dola milioni 80 kwa miongo kadhaa, na pia ana historia ya kuweza kukaa sokoni kwa muda mrefu, na maana kuhold position zenye thamani ya dola milioni 30 katika dola milioni 300. Huyu bwana Michael Marcus alibadilisha dola 30,000 kwenda kwenye dola milioni 80 kwa muda wa miongo decades. Utaangalia mwenyewe kwa muda wa miongo kadhaa hivi, maana kama miaka 20. Pia aliweza kushikilia trade zenye position ya thamani ya milioni 300. Sio kazi yenye rahisi kuweza kukaa sokoni kwa muda wa miezi kadhaa. Huyu bwana alikaa sokoni kwa muda wa miezi kadhaa kwa position kwa order dola milioni 300. Alafu namba 10 ni Richard Dennis. Huyu Richard Dennis anafahamika kwa jina la utani kama la Tutu Trader ama Trader Kobe. Huyu jamaa aliweza kubadilisha dola 1,600 kwenda kwenwenye dola milioni 200. Alibadilisha dola 1,600 kwenda kwa dola milioni 200 na akaprove kuwa trade inatakiwa iweze kufundishwa. Ina maana watu wafundishwe trading, na maana hapa alibezi shule, alimaanisha kuwa shule ifundishwe forex au forex ifundishwe shuleni. Huyu bwana Richard Dennis. Kwa hiyo nitaendelea kupa update zaidi kama kuna GT Difex channel.